Bwana Yesu asifiwe. Ili kuwa kuwa mwanamke wa kiwango au kuwa mtumishi wa kiwango, lazima kuwe na kitu ambacho unatakiwa kuwa nacho ili uweze kuwa mwanamke wa kiwango. Bwana Yesu asifiwe. Au mtumishi wa kiwango, kwa sababu leo nazungumza na kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Naongea na wanawake pamoja na kanisa. Kwa hiyo nitazungumza kwa ujumla. Haleluya. Haleluya. Ili kuwa mwanamke wa kiwango, ili kuwa the formidable woman, kitu kikubwa kabisa ambacho unatakiwa kuwa nacho ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa kuwa na Roho Mtakatifu, au tunatakiwa kuwa na Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu ndio anaoperate maisha yetu ya kimwili na kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutaenda somo ambalo nimelipanga ili kusimama nalo, ni Roho Mtakatifu na utendaji wake. Ni Roho Mtakatifu na utendaji wake. Tunatakiwa, labda tumelala kwa sababu hatufahamu utendaji wa Roho Mtakatifu katika utumishi wetu. Hatufahamu labda tunatakiwa kutembea vipi na Roho Mtakatifu, au labda hatuna huyo Roho Mtakatifu, au hatumfahamu Roho Mtakatifu ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Twende tukasome Isaya Isaya 11. Isaya 11 ule mstari wa pili, tusome ule mstari wa pili. Na Roho wa Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima, roho ya ufahamu, roho ya shauri, roho ya uweza, roho ya maarifa na roho ya kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kipindi nilipata nafasi ya kufundisha, nilifundisha baadhi ya roho, baadhi ya utendaji wa Roho Mtakatifu katika roho ya kumcha Bwana, nikafundisha na roho ya Bwana. Na hapa tunapoongelea huyu mwanamke ambaye anatakiwa kuwa mwanamke wa viwango, mwanamke ambaye anaongozwa na Roho Mtakatifu, mwanamke ambaye ana Roho Mtakatifu ndani yake, yeye ana kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke ambaye ana Roho Mtakatifu ndani yake, mtumishi wa Mungu ambaye ana Roho Mtakatifu ndani yake, huyu atakuwa na maarifa, atakuwa ana roho uweza ndani yake, anafahamu. Na ndio maana mwanamke ni kila kitu. Mwanamke ni mwalimu ndani ya nyumba, hata kama hajaenda shule, lakini anacho cha kufundisha mwanae. Bwana Yesu asifiwe. Ana kitu ambacho anaweza kumfundisha mwanae hata kama hajaenda hata darasa moja. Lakini mwanamke ni mwalimu ndani ya familia. Mwanamke ni kiongozi ndani ya familia. Mwanamke mwenye Roho Mtakatifu anaweza akaona mbali zaidi. Mwanamke mwenye Roho Mtakatifu, anayeongozwa na Roho Mtakatifu katika familia, anaona hata mambo yajayo. Anajua kabisa kesho na kesho kutwa, bila kupanga bajeti, bila kuweka bajeti yangu ikawa hivi na hivi, nitakuja kufeli. Kwa hiyo ni kama mwanamke ambaye ni kama mtu ambaye amesimama katika ghorofa ya 4 au ya 5, alafu anaangalia chini mazingira jinsi yanavyoenda. Ndivyo mtu mwenye Roho Mtakatifu, mwanamke mwenye Roho Mtakatifu ambavyo anaongozwa. Bwana Yesu asifiwe. Anaona, anaona ya mbele, anaona ya mbali zaidi. Haleluya. Haleluya. Na roho ya kumcha Bwana inakuwa ndani yake. Hapo tunaweza kumtengeneza the formidable woman. Haleluya. Haleluya.
Amen. Na kitu kingine ambacho nilikuwa nafikiria, labda tumelala, tumesinzia, tumeambiwa tuamke. Ni neno la kitaifa tumepewa WWK taifa, tuambie wanawake waamke. Tumelala wapi? Kuna kitu gani hatujui? Tuna Roho Mtakatifu ambaye anatuongoza alafu tumelala? Bwana Yesu asifiwe. Au tunaye alafu hatujui huyu Roho Mtakatifu ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ya kwanza kabisa ambayo nimeweka katika utendaji wa Roho Mtakatifu, tunatakiwa kufahamu kwanza kabisa Roho Mtakatifu ni Mungu. Haleluya. Roho Mtakatifu ni Mungu. Hayuko nusu ya Mungu, au labda vile tunavyosema kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, labda tumemgawanya. Ni Mungu katika utendaji wake. Anakuwa Baba kwako, anakuwa Mwana, anakuwa na Roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tufahamu neno hili kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu ndani yetu, kwa sababu Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Twende tukaone Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 5. Tukianzia ule mstari wa kwanza pale. Lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali. Akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mtume. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hawa Anania na Safira walimuomba Mungu kabla ya kuleta ili fungu mikononi mwa Mungu. Walimuomba kwamba, na waliweka nadhiri kwamba ukifanya hivi tutatoa sehemu, yani tutatoa, yani kama nikiuza hiki kiwanja, ela nitakayoipata nitakuja kukutolea wewe. Sasa mimi nawaza tu, yani katika mawazo yangu, labda walijua kwamba kile kiwanja watakiuza 100,000, au labda yani hebu tupige thamani ya sasa hivi, labda walijua watakiuza labda 2,000,000. Alafu mtu akaja akanunua kwa 1,100,000 kile kiwanja. Kwa hiyo walipoona ule ukubwa wa ile hela, yani ile hela ambayo wameipokea, wakaanza kujiuliza mioyoni mwao, hii hela yote tuipeleke kanisani kweli? Wakaanza kuipangua kwamba ngoja tupeleke sehemu, lakini wakasahau kwamba waliongea na Mungu kwamba wakishauza kile kiwanja wataipeleka ile fedha yote. Bwana Yesu asifiwe. Tukiendelea hapo mstari wa 3, Petro akawaambia, Petro akasema, Anania, nini shetani ameujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako? Na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa, thamani yake haikuwa katika uwezo wako? Ilikuwaje hata kuweka neno ili moyoni mwako, ukumwambia uongo mwanadamu, bali ni Mungu? Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo hapo wakati wanasemezana na Roho Mtakatifu alikuwepo pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho tunatakiwa kujua kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu ndani yetu, na kila tunachokifikiria, kila tunachokiwaza,
kila tunachokitenda Roho Mtakatifu anajua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha pili, Roho Mtakatifu ni wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nimesema kwamba labda tumelala, tunaamshwa sasa kwa sababu hatuna Roho Mtakatifu. Ndio maana tumelegea, ndio maana tumelala. Na kama tunaye, labda tufahamu ni nani. Nikasema Roho Mtakatifu ni Mungu. Na kama tunaye, labda tumemwekea mipaka sasa. Kitu cha pili, Roho Mtakatifu ni wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu hana ukomo. Yaani hana kusema kwamba ataishia, nikitoka hapa Roho Mtakatifu nitakuwa nimemwacha pale. Nikifanya hili labda litakuwa la kipindi fulani. Labda Roho Mtakatifu kwangu ni wa kipindi fulani tu. Kipindi fulani hata kuwepo. Labda Roho Mtakatifu anatumika sehemu fulani. Roho Mtakatifu hana ukomo. Roho Mtakatifu ni wa milele. Tuende tukaone katika Waebrania 9:14. Waebrania 9 inasema, Waebrania 9:14 inasema, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ni wa milele. Roho Mtakatifu hana ukomo. Roho Mtakatifu sisi ndio ambao tunamwekea Roho Mtakatifu mipaka. Sisi ndio tunamwekea Roho Mtakatifu mipaka. Lakini kwa jinsi ambavyo tunatembea na Roho Mtakatifu ndivyo anavyotuongezea nguvu au kukua ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jinsi ambavyo tunatembea naye, kwa jinsi ambavyo tunafanya kazi naye, ukimshirikisha Mungu katika kazi yako, ukimshirikisha Mungu katika huduma yako unayoifanya, katika biashara yako unayoifanya, Roho Mtakatifu atakukuza, atakupandisha, atakuwa anaongeza thamani yako, atakuwa anaongeza kiwango chako katika huduma yako, katika biashara yako, katika kazi yako. Atakuwa anakupandisha siku hadi siku. Usimwekee Roho Mtakatifu mipaka, kwa sababu yeye ni wa milele na hana ukomo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ni wa milele, na jinsi tunavyokuwa, Roho Mtakatifu naye anazidi kutukuza ndani yake. Na ndio maana kuna sehemu imeandikwa katika Biblia kwamba panua mipaka ya hema yako. Ukilisoma leo linakwambia hivyo, na kesho ukilisoma tena hilo neno la Mungu halibadiliki, liko pale pale. Yaani ukilisoma leo, ukilisoma kesho, ukalisoma kesho kutwa, linakwambia bado panua mipaka ya hema yako. Kwa hiyo usiweke kikomo katika utendaji wako, usimwekee Roho Mtakatifu kikomo kwamba naweza nikatembea naye hapa, naweza nikatembea naye leo, naweza nikatembea naye kesho. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yeye ni wa milele. Kitu kingine tunachotakiwa kujua kwamba Roho Mtakatifu anajua mambo yote. Roho Mtakatifu anajua yote. Hakuna kitu ambacho
Roho Mtakatifu ajui, kwa sababu yeye ni Roho wa Mungu. Roho Mtakatifu anajua yote, mambo yote ya Mungu Roho Mtakatifu anayajua. Kuna neno katika Biblia inasema anayejua zaidi anayejua zaidi mwanadamu ni roho ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Roho yako wewe ndio inajua mambo yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaweza nikajua mambo yako kwa kiasi fulani. Waliokuwa kwenye ndoa, kwenye familia, mume wako anaweza akajua, au mke wako akajua mambo yako kwa baadhi kiasi fulani, lakini wewe mwenyewe unajua mambo yako yote. Na Roho ya Mungu, Roho Mtakatifu anajua mambo ya Mungu yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili tutembee, ili tuamke katika usingizi ambao tumelala, tunatakiwa kujua kwamba Roho Mtakatifu anajua mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Tukasome katika Wakorintho wa kwanza 2:10. Wakorintho wa kwanza 2:10, neno la Mungu linasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho Mtakatifu huchunguza yote katika mafumbo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu huchunguza yote katika mafumbo ya Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anajua mambo yote. Haleluya. Haleluya. Tukasome tena Yohana wa kwanza Yohana wa kwanza 2 mstari wa 27. Tasoma, nani mafuta yale mliyopata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yanavyowafundisha, kaeni ndani yake. Haleluya. 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 Amen. Kama una Roho Mtakatifu ndani yako, anakufundisha mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Na Roho Mtakatifu ni kama mafuta ambayo yakiwa ndani yetu, basi tutajua mambo yote ambayo Roho Mtakatifu anatufundisha. Na pia tunahitaji, ili Roho Mtakatifu tuende naye sawa. Unajua kuna vitu ambavyo sisi wenyewe hatumshirikishi Roho Mtakatifu. Hatujui kwamba Roho Mtakatifu yuko ndani yetu. Labda kuna wengine wanajua kwamba Roho Mtakatifu ni wa watu fulani. Roho Mtakatifu ni wa watu fulani. Au Roho Mtakatifu labda anakaa tu kwa wachungaji au na watumishi fulani ambao wapo kwa ajili fulani. Lakini Roho Mtakatifu ni wa wote, na Roho Mtakatifu anakaa ndani ya kila mmoja, na inatupasa tumshirikishe Roho Mtakatifu. Ili Roho Mtakatifu aweze kufanya kazi ndani yetu, ni lazima tuwe na ushirika naye. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tumshirikishe yaliyo ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema kwamba upendo wa Mungu Baba
na ushirika, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo kama tusipomshirikisha Roho Mtakatifu ndani yetu haviwezi kufanya kazi, wala tuwezi kupata matokeo ya Roho Mtakatifu ambaye tunaye. Bwana Yesu asifiwe. Kingine ambacho tunatakiwa kujua kwamba Roho Mtakatifu ana nguvu zote. Ana nguvu zote. Ana nguvu zote, yani ana nguvu za mwilini, ana nguvu za kwenye nafsi, na ana nguvu za rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ana nguvu katika miili yetu, anafanya kazi katika miili yetu, ana nguvu katika miili yetu. Tunaweza tukamtumia katika nguvu za miili yetu, na ana nguvu katika nafsi zetu, na ana nguvu katika roho zetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu hana kipimo cha nguvu. Hana kipimo cha nguvu. Anayekaa ndani yetu anazo kila aina ya nguvu. Bwana yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona uwezi kufanya huduma, labda uwezi kufanya huduma, ukiona uwezi kuomba, uwezi sio, yani tatizo, yani hakuna tatizo ambalo linakusumbua zaidi ya nguvu ya roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya roho yako, kwa sababu Roho Mtakatifu ana nguvu zote. Roho Mtakatifu ana nguvu zote. Kwa hiyo tusiseme kwamba hiki kinasababisha mimi nisifanye maombi, kuna hiki kinasababisha mimi tusitafute sababu. Tusitafute sababu wakati tuna Roho Mtakatifu ndani. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa kujua kila alichonacho Roho Mtakatifu, kila alichonacho Roho Mtakatifu sio kwa ajili yake. Kila alichonacho Roho Mtakatifu sio kwa ajili yake, bali ni kwa ajili yetu sisi. Kama ni matendo makuu, kama ni uweza, kama ni nguvu, kama ni uponyaji, kama yani kila alichonacho, nguvu zote alizonazo Roho Mtakatifu sio kwa ajili yake, bali ni kwa ajili yetu sisi. Roho Mtakatifu anatusaidia kufanya maamuzi. Roho Mtakatifu anatusaidia kuchakata taarifa ambazo tunazipokea. Kuzichakata, yani ukipata taarifa kwanza, ukimshirikisha Roho Mtakatifu juu ya ile taarifa ambayo umepata, Roho Mtakatifu atakuwa tu mpole ndani yako. Hata kama taarifa hiyo uliyoipata ina ubaya kiasi gani, Roho Mtakatifu atakutuliza, atakupa amani, alafu utaona atakupa ile roho ya hekima, atakaa ndani yako, atakupa jibu la kujibu kwa hekima nzuri na hakuna tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Ataichakata taarifa ambayo unaipata na kutoa majibu yaliyo sahihi. Kuna watu wengine ukiwatumia message, unaona anaweza kakata dakika 20 ile message hajaijibu. Kumbe anaitafakari jinsi aijibu kwa hatua gani. Anaomba Roho Mtakatifu amuongoze jinsi ya kujibu ile message, au tu atakwambia okay, alafu baadaye ataendelea. Lakini kuna mwingine kabla hajamaliza kusoma hata ile message kashaanza na kujibu, bila hata kumwambia Roho Mtakatifu nisaidie, hii message ni
ijibu kidesign gani? Hii taarifa ambayo nimeipokea ni jibu au nifanyie kazi kwa aina gani? Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anatusaidia katika kuchakata taarifa, na vile vile Roho Mtakatifu anatusaidia katika kuzimudu hisia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Wakina mama sisi hisia zetu zipo karibu sana. Yaani tuna hisia ambazo zipo karibu sana. Yaani zipo karibu sana. Mwanamke kulia ni haraka sana, mwanamke kucheka ni haraka sana. Yaani vile hisia yaani tunakuwa tunaendeshwa na hisia. Hisia zinatuendesha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunapokuwa na Roho Mtakatifu ndani yetu, anatusaidia kumudu. Sio watu wa kupokea kitu kwa maumivu. Unaweza ukapokea kitu kikakusababishia maumivu hadi ukaumwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunapokuwa na Roho Mtakatifu ndani yetu, Roho Mtakatifu anatusaidia kumudu zile hisia zetu. Nguvu unayokuwa nayo ya Roho Mtakatifu inatusaidia hata katika kuponya miili. Roho Mtakatifu ni mponyaji. Unapokuwa na Roho Mtakatifu ndani yako, anaponya na mwili wako, anauisha na kuponya mwili wako, kwa sababu Roho Mtakatifu hana sehemu nyingine ya kukaa. Roho Mtakatifu katika mwili wako ndipo hekalu lake. Kwa hiyo ili utembee na Roho Mtakatifu na wewe, ili Roho Mtakatifu aweze kukaa ndani yako sawa sawa, ni lazima uwe na uzima. Haleluya. Kwa hiyo miili yetu ndipo hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaponya na kuuisha miili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu tunaona jinsi alipokuwa amempa nguvu za kimwili Samson. Haleluya. Samson alikuwa na nguvu nyingi, lakini zilikuwa zinatumika pale tu ambapo wale maadui wanamkaribia. Ndipo zile nguvu, anakuwa na nguvu nyingi kwa sababu Roho Mtakatifu anamjia kwa ile nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twende tukasome Luka 24. Luka 24 mstari wa 49. Neno la Mungu linasema, na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Matendo ya Mitume 1:8 inasema, lakini mtapokea nguvu atakapoajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anapokaa ndani yako ni lazima ukue. Yaani kuna kitu utakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa shahidi. Yaani kuna kitu utakuwa ndani yako. Huwezi kuwa na Roho Mtakatifu ukabaki kama ulivyo. Roho Mtakatifu sio kwa ajili ya kunena kwa lugha tu. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu hatumiki kwa ajili ya kunena kwa lugha tu. Kama una Roho Mtakatifu ndani yako anayekuongoza, kama una nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako, ni lazima utakuwa. Tutaona matokeo kwa nje kwamba kitu ulikuwa hivi, leo umekuwa hivi, kesho utakuwa hivi. Unatoka hatua moja baada ya hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao hawawezi kabisa kunena kwa lugha, lakini sio kwamba hawana Roho Mtakatifu. Wana Roho Mtakatifu ndani yake ambaye anawaongoza, lakini kunena kwa ile lugha
bado huo uwezo hawana, lakini wana Roho Mtakatifu. Unaona kabisa huyu mtu anakuwa, anabadilika, anakuwa kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa kwamba mtapokea nguvu akishawajilia Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Utakuwa kitu fulani katika kanisa, katika huduma yako, hautabaki kama ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Labda tumelala, maana tumeambiwa tuamke. Labda tumelala kwa sababu hatuna Roho Mtakatifu ndani anayetufanya tukue na tujue tunachokifanya. Hatuna Roho Mtakatifu ndani ambaye anayetufanya tukue na kujua tunachokifanya. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Huduma zetu zimelala. Huduma yetu ya wanawake kanisani imelala. Kama haipo, tunakuwa watu wa matukio mpaka tena mwakani Oktoba ndio tunaanza tena kuhangaika na huduma ya WWK, wakati tuna siku yetu, tuna vipindi vyetu na hatutaki kuvitumia kwa sababu hatutaki kukua au hatuna Roho Mtakatifu ndani yetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Roho Mtakatifu yuko kila mahali. Roho Mtakatifu yuko kila mahali. Ile nilishalisema mara kwanza kwamba Roho Mtakatifu yupo kila mahali, na ile ambayo tunaenda kuliona katika Zaburi ya 139 mstari ule wa 7, ambao unasema niende wapi nijiepushe na uso wako, nikienda mbinguni upo, kuzimu upo. Mungu yuko kila mahali, na Roho Mtakatifu anaweza akafanya kazi kwa wakati mmoja kila mahali. Roho Mtakatifu hawezi kututumia tu sisi hapa, kwamba Roho Mtakatifu yuko Ilala, pale Kigogo hayupo, pale Mikocheni sijui hayupo. Roho Mtakatifu yupo kila mahali na anafanya kazi yake kwa wakati mmoja. Haleluya. Haleluya. Roho Mtakatifu, tujue kwamba Roho Mtakatifu yuko kila mahali, na ndio maana hata wakati ule wa Musa walipoambiwa wapake damu katika miimo ya milango ili Roho atakapopita angalie nyumba za kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Kilio kilisikika wakati mmoja, kwa sababu yule Roho Mtakatifu, yule Roho ambaye aliagizwa kufanya ile kazi, aliifanya kwa wakati mmoja. Kwa hiyo saa moja nchi nzima ilikuwa inasikia kilio, kwa sababu Roho Mtakatifu yupo. Anayezunguka ni Shetani, ndio ambaye alienda kwa Mungu akamwambia nilikuwa nazunguka huko nikitizama. Roho Mtakatifu azunguki. Roho Mtakatifu yupo kila mahali na anafanya kazi kwa wakati mmoja. Haleluya. Haleluya. Kingine, Roho Mtakatifu ni nafsi hai. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ni nafsi hai, na Roho Mtakatifu kama nafsi hai tunatakiwa kujua Roho Mtakatifu anazungumza. Roho Mtakatifu anazungumza. Anazungumzaje? Kuna wengine wanasubiri kwamba Roho Mtakatifu anazungumza kwa upole sana. Roho Mtakatifu hana makelele kama tunavyosikia kwamba mtu anasema kwamba nilikuwa nimelala, sijui nilikuwa nimefanyaje, nikaona Roho Mtakatifu anasema sijui na mimi katika hiki. Roho Mtakatifu hapigi makelele kwamba utasikia sijui mavioo yamevunjika roho. Roho Mtakatifu anaongea na sisi kwa upole sana. Roho Mtakatifu anaongea na sisi kwa upole sana. Na kuna sehemu ambayo Roho Mtakatifu tunatakiwa kujua Roho Mtakatifu anasema na sisi kwa design gani. Roho Mtakatifu anasema na wewe kwa design gani. Kuna wengine wanapolala utakuta amekaa hata hapa kanisani akapitiwa tu na kausingizi, kuna kitu akakiona,
Roho Mtakatifu amesema naye, au amelala katika njozi akaota, Roho Mtakatifu anamuonyesha hiki na hiki na hiki. Na pia Roho Mtakatifu anasema katika mifungo mbalimbali, katika ibada mbalimbali, katika maombi mbalimbali, Roho Mtakatifu anasema. Kwa hiyo sisi tunachotakiwa kujua kwamba ndani yangu, katika maisha yangu, namna Roho Mtakatifu anavyozungumza na sisi. Haleluya. Katika Matendo ya Mitume 13, Matendo ya Mitume 13 ule mstari wa 2. Basi hawa walikuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga. Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Bwana Yesu asifiwe. Hao tunaona Roho Mtakatifu alisema nao wakiwa kwenye ibada. Ina maana wasingefanya ile ibada ya mfungo, labda hata wasingesikia Roho Mtakatifu akisema nao, labda hata wasingesikia nini ambacho wanatakiwa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anasema nasi katika nyanja mbalimbali. Unaweza kawa ibadani, Roho Mtakatifu akasema na wewe, akazungumza na wewe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kama nafsi hai, Roho Mtakatifu anazungumza. Haleluya. Roho Mtakatifu anatusaidia udhaifu wetu. Kitu kingine, Roho Mtakatifu anatusaidia udhaifu wetu. Usipomshirikisha Roho Mtakatifu juu ya udhaifu ambao ulionao, utabaki kama ulivyo. Kwa sababu Mungu, Roho Mtakatifu hawezi kushughulika na mtu ambaye hahitaji kubadilika. Roho Mtakatifu anamsaidia mtu ambaye yupo tayari kubadilika katika udhaifu wake. Haleluya. Tunachotakiwa ni kumshirikisha Roho Mtakatifu udhaifu wako, kwamba Mungu wangu, mimi hapa katika hili mimi ni mdhaifu, ili Mungu akusaidie, ili Roho Mtakatifu uliye naye ndani yako aweze kukusaidia utoke katika huo udhaifu uliokuwa nao. Ni lazima umwambie Roho Mtakatifu, katika hili mimi ni dhaifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anatusaidia udhaifu wetu. Muda unakimbia, nitaenda haraka haraka. Roho Mtakatifu anatufundisha. Roho Mtakatifu anatushuhudia. Hii tunaiona katika Yohana 15:26. Andika. Roho Mtakatifu anatuongoza. Roho Mtakatifu anatupa maelekezo na maagizo. Haleluya. Roho Mtakatifu anatupa maelekezo, anatupa maagizo. Yohana 16:13. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapokupa maagizo, Mungu anapokupa maagizo au yaani kama tahadhari fulani, kitu kinakuja kwa userious kabisa ndani yako. Kuna kitu kinakuja kwa userious kabisa, tena kwa nguvu zote. Kwa nguvu zote. Na ukiwa ambayo inasema ndani yako, kuna kitu kinaweza kikakupata. Ndio wale tunaona wanakuwa walemavu, wengine mpaka kifo, kwa sababu tu ya kutotii maagizo ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Twende tukaone katika hii Matendo ya Mitume
Matendo ya Mitume 27. Tunajua hichi kisa kwa wale ambao wanasoma Biblia. Tunajua hichi kisa kuanzia mstari wa 9 huu. Mwita na safari ikawa ina hatari sasa, kwa sababu siku za kufunga zilikuwa zimekwisha kupita. Paulo akamuonya, akawaambia, wanaume, naona kwamba safari hii itakuwa na madhara na hasara nyingi, si ya shehena na marekebu tu, ila na ya maisha yetu pia. Lakini yule akida akawasikiliza manahodha na wenye merikebu zaidi ya yale aliyosema Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Yule akida alisikiliza wale manahodha kwa sababu alitarajia kwamba wale manahodha ndio wenye wanaojua mambo ya baharini. Lakini Paulo alikuwa ana Roho Mtakatifu ndani yake ambaye anasema naye kwamba hiki tunachokifanya huku tunapoenda, hii tunapofanya si hatari kwa ajili ya nani tu, bali ni kwa ajili ya maisha yetu pia. Tuliona mbele kwamba nini kilitokea baada ya kupinga alichokuwa akisema Paulo. Baada ya kupinga kile ambacho alichosema Paulo, wakafanya kile ambacho walikuwa wanataka wao kukifanya, kwa sababu wakiamini kwamba wale manahodha ndio wenye akili, wenye wanaojua mambo ya baharini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anaweza kukutahadharisha kwa kitu ukasikia. Kuna mtumishi mmoja alikuwa anasema kwamba nilikuwa niko bafuni naoga. Nikasikia ninaoga, sijamaliza hata kuoga, ninasikia kwamba toka hapo. Mara ya kwanza akaendelea ngoja nimalizie. Toka hapo mara ya pili akawa anaendelea kuoga, anasema ngoja nimalizie. Akaisikia kwa nguvu mara ya tatu, ile anamalizia kutoa mguu nje kule ndani, kile chombo kikaanguka. Kwa hiyo kama angeendelea kukaa pale, basi kile choo kingeendelea kingemfukia. Kuna mtu anapewa maelekezo ya kufanya, kwamba tukumbuke tu Yona alipewa maelekezo na Mungu kwamba aende, akachagua alipoenda, na yaliyomkuta kule tuliona mpaka mwisho akasema ni mimi hapa, hebu nitupeni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maelekezo na maagizo ya Mungu ndani yako yakija kwa nguvu, tunatakiwa kupata maelekezo. Na kuna maelekezo mengine unaona kabisa sio kitu kibaya, kwa sababu kuhubiri sio jambo baya, lakini unaweza ukasikia Roho Mtakatifu anakusemesha kabisa kwamba usifanye, acha. Tunachotakiwa ni kufanyaje? Kutii. Hebu tukaone hili katika Matendo ya Mitume 16. Matendo ya Mitume 16 mstari wa 6. Tuanzie mstari wa 6. Wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia, wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasihubiri lile neno katika Asia. Walipofika
Walipofika kukabili Misia, wakajaribu kuenda Bithia, lakini Roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuishie hapo kwanza. Roho Mtakatifu hakuwapa ruhusa kufanyaje? Kuhubiri. Kwani kuhubiri ni kitu kibaya? Unaweza ukasikia kabisa ndani yako kuna kitu kizuri kabisa umekipanga kukifanya. Roho Mtakatifu anakuzuia. Ukaanza kubishana na Roho Mtakatifu. Mbona hili jambo ambalo unataka kulifanya, mbona ni zuri tu, mbona lina utukufu mzuri kwa Mungu? Roho Mtakatifu hakukatazi katika mabaya tu, labda anakusudi. Kwa sababu hapa ukisoma mbele unaona kwamba kuna sehemu ambapo Mungu alikuwa anataka waende kwa ajili ya wakati ule. Kuna kusudi ambalo walikuwa wanatakiwa kwenda kulifanya kwa wakati ule. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ukiona katika jambo zuri ambalo unataka kulifanya, alafu Roho Mtakatifu anakuzuia usilifanye, hebu tafuta Mungu anataka ufanye nini kwa wakati huo. Haleluya. Kwa nini akukataze kufanya hiki na ufanye kitu kingine? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Roho Mtakatifu anatufundisha. Roho Mtakatifu anampa uwezo. Anampa mtu uwezo wa kufanya vitu kwa uwezo wa kiwango cha juu. Haleluya. Mungu anakupa uwezo wa kufanya kitu kwa ustadi, yani ustandard. Unapokuwa kazini, unaweza ukafanya kitu chako kikaonekana kwamba huyu amefanya kazi nzuri sana. Roho Mtakatifu anao uwezo wa kusaidia kufanya hivyo. Unaweza ukafanya huduma ulionayo, unaweza ukaifanya kwa ustadi, yani ukapaka vitu vyako vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu au kuna wakati ambao tunamhuzunisha Roho Mtakatifu sana. Hasa tunapokuwa sisi ambao tunafanya kazi. Unaweza ukawa umefanya kazi yako vizuri, ukampelekea bosi, au bosi akawa anakagua kazi ambazo wafanyakazi wake wamefanya. Kakagua, afu akaanza kusema, hii kazi, nani amefanya kazi ya kipumbavu namna hii? Nani amefanya kazi ya kijinga namna hii? Tunamhuzunisha sana Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu anatusaidia hata kufanya kazi zetu kwa viwango, kwa ustandard. Kwa hiyo kama una Roho Mtakatifu ndani yako na unaamini kwamba mimi nina Roho Mtakatifu ndani yako, huwezi kufedheshwa kiasi hicho kwamba unaambiwa mbele ya wafanyakazi wenzio kwamba nani amefanya kazi ya kipumbavu namna hii? Nani amefanya upumbavu namna hii? Unamfedhesha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu atusaidie. Amen. Yohana 14, tuandike Yohana 14 mstari wa 26. Tuandike, Roho Mtakatifu anatuongoza na Yohana 16:13. Hii nadhani nishaisoma. Kitu kingine hapa nitaelezea, Roho Mtakatifu pia ana hisia. Roho Mtakatifu pia ana hisia ndani yetu. Kuna hisia ya upendo ndani yetu. Tunaona katika Warumi 5:5 pale inasema pendo la Mungu limemiminwa ndani yetu. Alafu katika roho ya upendo hiyo. Kwa hiyo roho ya upendo ikae ndani yetu. Alafu pia Roho Mtakatifu ana hisia ya huzuni pia.
ana hisia ya huzuni ndani yetu. Tunapopata huzuni, Roho Mtakatifu ana hisia ya huzuni. Hiyo ni katika Efeso 4 mstari wa 30. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amena, amena. Kitu ambacho nilikuwa nazungumzia leo kabla sijaenda kuwasoma hawa wanawake ambao walikuwa wanaongozwa na Mungu, wanaongozwa na Roho Mtakatifu, na ni roho gani ambazo zilikuwa nazo. Leo ni siku ya kilele. Ni siku ya kilele cha WWK katika kanisa letu la Pentekoste. Na neno kuu ambalo tumepewa kusimama nalo ni kwamba tuamke katika usingizi ambao tumelala, tuamke. Na neno hilo ambalo tumelipata katika Efeso 5:14, Efeso 5:14. Ambalo linasema amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu na Kristo atakuangaza. Kwa hivyo kwa nini washauri wetu au wabeba maono yetu wameona kwamba tuamke? Ina maana kuna sehemu ambapo tumelala wanawake. Kuna sehemu ambapo kanisa limelala. Tunatakiwa kuamka. Haleluya. Nilitangulia kusema kwamba tunatakiwa kuamka. Na nikasema kwamba nilijiuliza hivi, kwa nini kanisa limelala? Au kwa nini huduma yetu ya WWK katika kanisa letu tumelala? Labda tuna Roho Mtakatifu, au labda hatujui Roho Mtakatifu ni nani, labda hatujui tuendeje na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anafanyaje kazi ndani yetu? Labda hatujui, ndio maana tumelala. Labda hatuna hata huyo Roho Mtakatifu, labda tunaye huyo Roho Mtakatifu, ndio maana tumelala. Na mwanamke ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu ni mwanamke ambaye ana roho ya maarifa ndani yake, ana roho ya shauri ndani yake, ana roho ya hekima ndani yake. Hii tulienda kuona katika Isaya 11 ule mstari wa 2. Na Roho wa Bwana akakaa juu yake, roho ya maarifa, roho ya shauri, roho ya hekima. Tuliona pale. Tukasema mwanamke ni mwalimu, mwanamke ni kiongozi katika familia. Kwa ukiwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anakufundisha yote. Roho Mtakatifu anakuelekeza yote. Roho Mtakatifu yupo ndani yetu. Roho Mtakatifu sio kwa ajili ya watumishi fulani. Roho Mtakatifu sio kwa ajili ya kunena na kwa lugha peke yake. Roho Mtakatifu anatusaidia ndani yetu ili tuweze kukua na kuwa kitu. Roho Mtakatifu anataka ushirika. Sisi tuwe na ushirika naye. Labda tumekosa ushirika na Roho Mtakatifu, ndio maana tumelala. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu atusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Dakika zimeenda. Wanawake katika Biblia na roho alizokuwa Mungu anawaongoza nazo. Tunamuona wa kwanza kabisa ni Esther. Esther alikuwa na roho ya neema ndani yake. Alikuwa na roho ya uaminifu ndani yake. Alikuwa na roho ya nguvu ya kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na roho ya nguvu ya kifalme. Tunamuona huyu Zipora alikuwa na roho ya ustahimilivu. Alikuwa na roho ya alikuwa na nguvu ya kuunganisha kitamaduni, ya kuunganisha katika tamaduni. Haleluya. Tunamuona tena Debora alikuwa na roho ya uongozi. Alikuwa na roho ya uongozi ndani yake. Huyu ni nabii mke. Alikuwa na roho ya uongozi ndani yake na hekima. Alafu tunamuona Ruth alikuwa na uaminifu. Alikuwa na
anajua thamani na kujitoa. Bwana Yesu asifiwe. Alafu kuna Miriam. Miriam alikuwa na roho ya utulivu, alikuwa na roho ya uongozi, alikuwa na roho ya utulivu ndani yake, alikuwa na roho ya uongozi pia. Alafu tunamuona Abigaili. Abigaili ni mwanamke ambaye alikuwa anaongozwa na roho ya utambuzi, alikuwa na busara pamoja na hekima. Alafu kuna Priscilla alikuwa na ujasiri na alikuwa anajitoa kwa ajili ya Injili. Alafu kuna Ana. Ana alikuwa na roho ya matarajio, mwangaza ndani yake. Haleluya. Alafu kulikuwa na Rahabu. Rahabu alikuwa anaongozwa na roho ya imani, alikuwa na ujasiri pamoja na ukombozi. Alafu Sara alikuwa ni mtu wa imani, alikuwa na roho ya imani ndani yake. Alafu kuna Foibe. Bwana Yesu asifiwe. Hao ni baadhi, sio wanawake wote. Hao ni baadhi ya wanawake ambao walikuwa wanaongozwa na hizo roho katika kufanya kazi ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi muda wangu umeisha.